Mimi tabia ya kukaa na mwanaume ambaye sioni faida yake sio shida zangu. Unajua mimi naishi na wewe mwanaume kwa sababu ya heshima tu. Na kama unavyojua jamii inawaheshimu watu walioolewa. Na mimi sipendi kudharaulika, yani nataka niheshimiwe. Na ndio maana naishi na mwanaume huyu, yani ni kwa sababu ya heshima tu. Endelea. Utashinda kuruka majoka. Mimi ninachoogopa ni huko nje. Ila humu ndani mwendo ni ule ule. Wageni tena? Karibu. Habari. Salama. Nimegonga sana. Nikaona kimya. Na mlango ulikuwa wazi. Nikaamua niingie. So, samahani kwa kuingilia. Bila samahani, karibu. Asante. Nilikuwa na shida na Zedi. Na nimemtafuta kwa simu yake hapatikani. Sasa sijui kama nimemkuta. Nimemwagiza kazini. Na wafanyakazi wenzake wameniambia hajafika kazini. Ukimwona, mwambie arudi kazini haraka sana. Sipendi ujinga. Kwani hiyo Zedi ndo nani? Au ndo waka kijana kinyewana kukuta hapa mara nyingi? Ni kaka kijana ambako tumekatoa huko kijijini majuzi hapa. Kashamba tu. Wanamdhalilisha ndugu yangu. Ila nilimwambia afikie kwangu, hakutaka kunielewa. Unasema? Jamani, mimi nilikuwepo. Karibu. Hapa ndo nyumbani. Nashukuru kupafahamu. Asante. Samani, uniambia wazazi wako wapi? Wazazi wangu hapo mkoani, wameenda kuvuna. Sawa. Kumbe nafikiri kama hapo itapendeza zaidi kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kuzungumza. Nakusikiliza. Mwasi, nilileta kwako kutokana na hali ya familia yangu nyumbani. Sasa hivi ni mwaka wa 3. Mke wangu hajashikapo mimba. Lakini sasa hata nyumbani wazazi wangu wanahitaji mjukuu. Kama unavyojua, mimi ni mtoto wa kiume wa pekee nyumbani. Kila siku wanalalamikia kwamba tunahitaji mjukuu. Tunahitaji mjukuu. Kwa hiyo nimeona wewe uenda ukaniondolea hilo tatizo. Pia hata pale nyumbani kuna mali, mifugo, mashamba. Lakini ni nani hata nikifariki atabaki viangalie vile? Hamna. Kwa hiyo ninachokuomba kwako, naomba tu yapokee hata yale niliyozungumza. Mwasi, naomba uwe mke wangu. Si ulisema una mke? Ni kweli nina mke. Lakini shida hazai ni mwaka wa 3 sasa hajapatapo mimba. Na ndio maana nimekuja kukuomba kuwa nahitaji mtoto. Na sio kwangu tu mimi, hata kwa wazazi. Sio tu kwa wazazi, majirani, marafiki zangu wanatamani kuona familia yangu ikiwa na mtoto. Mimi nimekusikiliza, lakini unajua kwamba mimi ni binti, bado sijazaa.
Sitaki kabisa kwenda kunyanyasika kwa mke wa pili. Unajua kabisa kwa mke wa pili ni manyanyaso. Kwa mimi vipi kama unataka kunioa kweli? Kama unataka kunichezaje? Shida si kukuoa. Shida ni kupata mtoto. Ukinizalia mtoto, hata ukiomba chochote kile, nitakupatia. Mimi nimekuelewa. Fikiria hilo. Nashukuru kama umenielewa. Sasa ngoja nikuache endelee na majukumu mengine. Poa, mimi hata sikusindikize. Kwaheri. Ila usisahau, nakutegemea. Sawa. Vipi kaka? Naona unaendelea kupambana. Fresh tu. Soma tuko juu mwanangu. Tupo bro. Asante. Sasa nimekupigia sana simu kwenye ile line yako mpya alokupa yule mwanamke. Ukiachana na ile namba yako ya zamani alokupokonya. Ukao upatikani. Nikaona ile jambo ni serious, nikasema ngoja nikufuate nyumbani kwako. Aisee, nilichokutana nacho pale ni hatari. Naingia tu nikamkuta shemeji yupo na yule mwenzake, sio ni nani? Sio ni rafiki yake, sio ni nani? Wamevaa vinguo vya ajabu ajabu vinafika Yaani ni nguo ambazo ukiangalia kiukweli haziruhusu kwa madri yetu sisi. Ila issue muhimu ile nileta kwako ni kwamba mama anakupigia simu. Haupatikani. Amenipigia akaniambia hivyo. Na tunavyozungumza hivi, mama anaumwa sana. So amekutafuta sana, akaona upatikane, akaamua niagize mimi nije nikutafute. Kwa hiyo ndugu yangu, mpaka hivi tunavyozungumza muda huu, maza anaumwa sana. Na ukizingatia wewe ndio mtoto wa kiume, mama anahitaji msaada wako kaka. Sasa sijui utafanyaje. Mama anaumwa tena. Sijui nafanyaje. Na simu yangu imezima toka jana. Vipi kaka? Wewe uliwaza mimi niende kwa kijijini? Au nifanyeje? Mpaka uende ukafike, utakuwa umeshaharibu nauli. Alafu muda utakuwa unaenda. Kama una kiakiba chochote kile, hebu mtumie kwanza mama. Alafu mambo mengine tutajua baadaye. Umenikumbusha. Hapa juzi kuna sofa nilitoa hapa. Pesa yote nilimpatia wife. Acha niende nyumbani nikaongee naye. Nione pesa inafikiaje mama. Sawa. Alafu nimekumbuka. Shemeji aliniagiza kwamba wewe hutulii kazini. Hapendi upumbavu. Alafu na wewe nenda kamwambia hivi, ule sio uvaaji, waache upumbavu. Acha mimi niende. Maski, mamake anaumwa na bado anategemea mwanamke. Kumtegemea mwanamke, hujui kama unaweza kaferi bro. Lecho, utakuwa mgumu mpaka lini? Hebu kubali kuwa na mimi. Yaani mtu anakunyima chakula ila matumizi ya kupi. Ona ulivyopauka. Hebu kubali kuwa na mimi. Shida nini? Sijui waga unanichukuliaje. Mimi sipo kama unavyonifikiria. Mimi na mume wangu tulikuwa tunapendana sana.
Kama yeye anaamini kwamba fulani mtoto, mimi sipo hivyo. Mimi naamini upendo. Siwezi nikamwacha mume wangu, labda Mungu apende. Sijui umenielewa? Lecho, lazima tu nikwambie ukweli. Huyu mwanamume angekuwa anakupenda, angekuwa anakunyima wewe chakula. Mtoto kitu gani kwani? Kwanza mimi mtoto sio vitu vyangu hivyo. Kama shida ni mtoto, tunataka kuchukua hata watoto yatima huko atakaa hapa. Hebu kubali kuwa na mimi. Mimi nimeolewa na naipenda sana ndoa yangu. Usinifananishe na hivyo vibinti ulivyozoea kutoka nani. Najiheshimu na nakuheshimu pia. Kwa hiyo naomba ninapokuheshimu na wewe uniheshimu hivyo hivyo. Tuheshimiane. Subiri unyonyoke. Utanitafuta. Mimi sidhani kama ungekuwa hivi, maana miba unachoma yaniachia maumivu, wala sitamani kurudi mapema please, mpaka nashindwa sema unaniachia maumivu. Mimi sidhani kama ungekuwa hivi, maana miba unachoma yaniachia maumivu, wala sitamani kurudi mapema please, mpaka nashindwa sema unaniachia maumivu. Jua lanichoma kisa upendo wangu, nashindwa koroma, nawe mwandani wangu. Kiukweli unanipatia maumivu, maumivu.